Na mtazamaji wa Faida Online TV, hapa ni soko kuu mkoani Mtwara. Faida Online TV tumefika hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na mashabiki lakini pia na wanachama wa timu ya Young African pamoja na Simba Sports Club kuelekea dabi ya Kariakoo katika siku hii ya leo ambayo inaenda kuchezwa pale kwa Mkapa, kujua kwamba wao wanazungumziaje dabi hii. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Naitwa Chaba Style, ni shabiki wa Yanga kindanki. Leo kinawaka mzee. Leo kinawaka kama kawaida. Game unaionaje? Game kwetu sisi wana Yanga si game kwetu sisi nyepesi. Sasa imeshaisha. Ishaisha tayari, huyu ashapigwa 4. Mimi naitwa Juma Lilanga, mimi shabiki wa Simba. Mnyama kabisa kindakindaki. Leo mnyama watu wanasema anaenda kufa. Yanga anahitaji sare. Afisi Simba mechi leo inahitaji ushindi. Kwa hiyo mechi lazima itakuwa ngumu. Na kuzingatia mechi za dabi asili yake ni ugumu. Lakini mwisho wa siku ndio tuangalie mwisho wa siku mechi inaishaje, lakini sisi Simba tunahitaji ushindi kwa sababu tumekaa almost misimu mitatu hajachukua kombe. Kwa hiyo hapa nataka tuchukue kombe. Mimi naitwa Ruben Mtulua, ni mshabiki wa Yanga kindakindaki. Mligoma? Hatuwezi kugoma, sisi tuligoma kwa miaba tu, ila tunajua lazima waje tu. Mara ya kwanza aligoma, ila mwaka huu amfanya wamekuja. Kwa hiyo tunawasubiri. Dabi ya leo mwali yuko uwanjani. Yaani wanamaliza pale watu wanaondoka naye moja kwa moja. Simba unadhani watakubali kirahisi kuachia mwali pale? Wataachia kwa sababu sisi ndio tuna advantage kubwa kwa sababu wenyewe ndio nitakuwa pambanie. Kwa hiyo mimi leo akifanya mistake tu hata kapata sare tu mimi kwangu mwali yule lazima nichukue. Naitwa Abdalla Mohamed Maida. Mkazi wa Mtwara mjini. Shabiki wa timu gani? Simba. Leo imeingia uwanjani, imekubali kwa Mkapa leo anaenda kukutana na Yanga. Wewe unaipa tathmini yako kwenye asilimia ngapi Simba? Asilimia 100. Kwa sababu nina uhakika na kikosi changu ambacho kinafanya vizuri sasa hivi. Kwanza ambacho kimefika finali. Kikosi ambacho kina wachezaji wengi wazuri. Wenye performance mzuri. Kina Mpanzu, akina Kibu, wazao kupambana. Kwa hiyo nikitathmini Yanga ya leo kwa msimu huu hawezi kutoboa kwa mechi leo kiukweli. Kwa jina mimi naitwa Abadi Ruboni, napatikana hapa soko kubwa stand ya Mtwara. Mimi ni shabiki wa Yanga. Shabiki wa Yanga, Young African Sports Club. Matarajio yangu kiufupi natarajia mchezo utakuwa mzuri japo Simba walivizia kuingia leo kwa sababu amekuja kutoa taarifa kwamba anaingia dakika za jioni sana. Ila natarajia game bado itakuwa ya ushindani kutokana na dabi namna ilivyo. Naitwa Mabruki Hamidu kutokea Mtwara. Mimi ni shabiki wa Simba Sports, kama unavyoona leo nimejiamini hivi. Nimepiga jezi nyeupe maana leo ni siku ya kushine. Yes. Walikuwa wanasema hawachezi, Simba hawachezi. Vipi mmewezaje kuingia uwanjani? Ilikuwa tumefanyia mtego tu, si unajua? Wao wenyewe wanategemea kiki kutoka kwetu kuanzia kuingiza mashabiki uwanjani. Kufusidu kaona mambo mengine wafanye wao, sisi tuende tukawafunge. Shida Mpanzu. Kwa jina naitwa Mheshimiwa Ahoa Milanzi kutoka Manispaa Mtwara Mikindani, ni mshabiki wa Simba. Niko hapa Mtwara soko kuu. Lakini naona dabi ya leo itakuwa ni dabi ngumu, haijawahi kutokea tangia dabi zimepatikana. Ni dabi ngumu kwa siku ya leo kwa sababu ni finali kwa ufupi, sio dabi. Yaani ni finali, yani tangia Simba na Yanga zimeanza kukutana, leo wanacheza kama finali, hawachezi kama ni dabi. Kwa hiyo naona kwamba atakayezichanga karata vizuri kwa siku ya leo anaweza kupata pia matokeo mazuri. Lakini nikiangalia kwa upande wa Yanga na nafasi mbili, kushinda au kutoa sare. Kwa majina naitwa Saleh Abdalla, ni mwanachama wa Yanga Sports Club. Unazungumzaje mchezo wa leo? Mchezo wa leo utakuwa ni mchezo mzuri. Ni mchezo ambao sio wa kawaida ambao watu wanafikiria, lakini kutokana na ukubwa wa huu mchezo wana Yanga tunajua kwamba tunakuwa na nafasi ya kushinda kwa sababu pale mbele ya hii au mechi ya leo hii dabi kuna kombe mbele yetu. Kwa hiyo wana Yanga ukitaja swala la kombe, yani ni tatizo kubwa. Unaelewa? Wanavurugwa. Yani tunavurugwa kwa sababu kwa msimu huu tunataka tukamilishe vikombe 5. Kombe cha kwanza tumechukua kutoka South Africa Toyota, lakini tulichukua ngao ya hisani hapa Dar es Salaam. Au so bwana, tumechukua muungano Zanzibar visiwani. Tunachukua Tanzania bara hili kombe. Tukishamaliza hili kombe tunaliendea tena Zanzibar visiwani kwa ajili ya kukamilisha CRDB Federation. Kwa hiyo mechi ya leo itakuwa ni mzuri, lakini sisi wananchi hatuna shaka na mechi. Nadhani wanamsimbaza watakubali rahisi kuachia kombe leo. Siku zote huwezi kukubali yani huwezi kukubali kiwepesi au kiurahisi, lakini unalazimishwa kwa sababu kutokana na quality ya wachezaji wetu. Kaka, ikiwa tofauti tutaonana kweli kesho? Tofauti kwamba sisi kama sisi au mimi kama mimi nipo na naamini dabi. Sije ukakosa kuja sokoni kesho hapa. Mimi hapa ni maskani yangu au so bana, lakini sio hapa tu, sehemu nyingi nahudhuria. Nakushukuru sana. Asante sana.
Na mtazamaji wa Faida Online TV, ni moja kati ya shabiki wa timu ya Young African tukizungumza naye leo kutokea hapa maeneo ya soko kuu mkoani Mtwara mkabala na stendi kuu ya zamani, akielezea kuhusiana na kile ambacho yeye anakiona katika mchezo huu wa dabi ya Kariakoo, ambapo timu ya Young African leo inakiwasha na wanamsimbazi pale kwa Mkapa. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.